set pieces ama dead balls, unaweza kuona wametrain, kwa sababu nimeona set piece ya kwanza walikaa wawili wale na upigaji ulikuwa ni ule wanapiga far post. Hii ya pili wamepiga near post, lakini anayekwenda kuingilia ule mchezo ama kuintercept ile ground cross anakuwa ni Boko yule kwa kuflick ule mpira. Kwa hiyo lazima goalkeeper ajiangalie, na Kagera wasifanye nyingi hizi, sababu inaonekana Boko kajiandaa kwa hili na upigaji una uhakika. Mambo hao unatakiwa anzie kwenye training session, alafu unakuja kudemonstrate hapa, practice kule, hapa unafanya kweli. Kwako Oscar Urasa. John Raphael Boko kudiriki kusema ni mfungaji bora muda wote wenye ligi. Rekodi za hivi karibuni zinaonyesha na magoli 129 tangu aanze kucheza ligi kuu msimu wa 2007-2008 wakati akipanda akiwa na Azam FC. Magoli 129. Rekodi baada ya juzi mechi iliyopita alifunga goli 2 hapa dhidi ya Mwadui. Kwa hiyo acha tuone atafunga mpaka magoli ngapi. Bado unaweza kuona kwa namna jinsi Simba alivyoanza wame maintain pace ile kwenye modern football. Zamani ilikuwa unazubaa kwanza, unajidai unamsoma mwenzi. Siku hizi msoma sababu hamkutoka kambi moja wala hamjuani, kwa hiyo mnakuja kumaliza shughuli hapa dakika 90 ni chache mno. Lakini bado unaweza kusema Kagera sioni kama mechi amekuja kushambulia. Naona staili ya kimwadui hapa, kwa sababu hawajafika hata mara moja kwenye final stage yao. Majaribio yote ambayo yanafanywa toka Bosco wanaanza kutangaza yote ni kosa kwenye goli la Kagera. Kwa hiyo kama watabadilika inawezekana ikawagharimu. Tategemea kiwango cha uvumilivu, endurance na uwezo wa kwenda na kasi ya Simba katika kukaba na kuzuia uende ukawabeba. Lakini otherwise bado mfumo wa Kagera haujawa rafiki sana balance match. Kwako Oscar Urasa. Kwa sababu Kagera wanacheza more defensively, wanacheza kwa kujilinda zaidi kuliko kushambulia, lakini pia midfield ya Simba imeonekana kuwa bora zaidi, kwa imara zaidi, sababu wamepambana mno hapa katikati kiasi kwamba mipira ipiti kwenda kwenye eneo la mwisho la kushambulia, ambapo bado wana watu wachache, kwa maana Yusuf Mwili peke yake. Ndio maana umesema anacheza uwanja mzima, kwenye nafasi anaingia kujaribu kutumia advantage ya mipira loose ili aweze kukimbia, sababu anaweza kukimbia na huwa anaweza kupiga akiwa kwenye motion. Lakini kingine ni kwamba Kagera umeonekana kurudi zaidi, wakicheza pasi fupi kujaribu kudominate mchezo kama Simba. Sasa Simba wana faida, wana dominate kwenye final third, wana dominate juu ya mstari wa katikati option line kwenda kushambulia. Kagera wana dominate nyuma ya mstari wa katikati kwenye eneo lao la kulinda. Kwa hiyo unaweza kuona faida alionayo, wakipokonywa tu mipira maana yake hati ama hatari almanusura kufungwa. Lakini bado mechi nzuri, Kagera wanajaribu kutulia na kujaribu balance tempo ili waweze kucheza na Simba kwa maana ya kasi ya kwenda mbele, lakini pia kwenye eneo la katikati la timu ya Simba kujaribu kumiliki. Kwa hiyo vema mno ni kona ya 4, lakini lazima muangalie sana Dirunga jinsi kushuhudia mechi na Mwadui alipotokea bench aliingia ndani, magoli yale mengi, mchango mkubwa alishiriki Dirunga katika ushindi ule. Sasa lazima muangalie, ni mchezaji ambaye ana accelerate sana kwenda deep kwenye penalty box. Oscar Urasa ajibu anaingiza kuna moja ndefu lango la Kagera. Ni mechi ya watani wa jadi, watu wangesema mengi, lakini kwa ujumla wake Boko ule mpira ni kama ulikuwa drop kick hivi, kama unadunda, lakini alichokifanya ni maamuzi ya haraka kama striker, kutoruhusu goalkeeper akae kwenye nafasi na kutoruhusu mlinzi aliyekuwa anamkimbiza aingie kwenye njia ya screen. Kwa hiyo akaupiga na mguu wa kushoto, lakini alikuwa ni off timing, haukuwa mzito, lakini kama ingekuwa imekubali block basi ile Tinoko alilala ushahidi tu, kakutana nao kwa upapasa pale kama anacheza ile inaitwa rede, wala unajua rede, beki akatokea from nowhere akaondosha ule mpira. Ilikuwa ni shambulizi moja la hatari. Kwako Oscar Urasa. Kwa hapo ili kusweat, sababu kwa moja ndefu na kataa Shomari, kuna nyoyo pigwa kichovu. Haya, Abdul Samadi unajua, nimesema mapema kabisa kwamba madhara ya Dirunga akishapata mpira muda mwingi akiwa yeye na mlinzi mmoja anacheza direct football, mpira wa moja kwa moja kushambulia na sio indirect football, mpira wa kukwepa goli. Kwa hiyo alichokifanya, na ana pace kubwa nzuri kwenye kukimbia na bila kuyumbayumba, bila kuanguka kirahisi, tunaita dynamic balance. Alikwenda na alijua kwa vyovyote vile mawili, aidha beki atamchapa ama atamkwida, kwa sababu alikuwa anakimbiliana na mtu ambaye kidogo amemzidi urefu, na ndio kilichotokea. Faida ya kuwa jasiri na kutokuwa mwoga, lakini akiwa amejielekeza zaidi kwenye kulazimika kutafuta bao kwa namna yoyote ile. Juhudi binafsi, uwezo binafsi na kutokuwa mwoga imemsaidia kuifanya backline ama mlinzi wa Kagera Sugar afanye makosa ambayo ni ya kiufundi katika kuokoa timu yake isifungwe. Oscar Urasa. Na kadi ya njano imetoka baadaye, touchline master kama unaipata.
Dakika ya 42, msikilizaji wa TBC Taifa, John Rafael Moko Papa Adebayo anatumbukiza mkwaju wa penalty kimiani. Simba 1 Kagera 0. Pengine ni makosa madogo tu alifanya safu ya ulinzi, counter attack ile kazidiwa maarifa na spidi ikapelekea mkwaju wa penalty. John Moko akasema safari hii sifanye rufu shooting, wacha niwatangulizwa na Msimbazi, najua machungu aliyokuwa nayo wakati ule. Kasaisha na kufuta makosa dhidi ya mechi iliyotangulia, lakini niseme kubwa, huwezi kucheza dakika 40 unalinda alafu usifanye makosa ya kiulinzi kama haya. Nilitarajia, kwa sababu pressure inakuwa kubwa, katika kuruhusu pressure iwe kubwa, mentally unakuwa na fatiki, ubongo unashindwa kufanya hesabu vizuri, mwisho wa siku unafanya vitu kwa sababu tu unafanya, lakini bila kuwa na usahihi. Efficiency na performance vinakuwa havina uwiano mzuri, mwisho wa siku ndio kilichowakuta Kagera Sugar. Na kama wataendelea kwa mtindo huu, bado wana nafasi. Naam. Oscar Urasa kwanza za pili zinaanza, Simba 2 Kagera 0. Oscar Urasa kwa ujumla wake, mechi ni ya upande mmoja, nasema hivyo. Kubwa tu ambalo nafikiri kama Kagera anataka kushinda mechi ama kuondosha balaa la mabao ambayo tayari Simba ishatangulia, lazima wabadilishe utaratibu na mpango mzima wa mfumo eneo la katikati, lakini pia waongeze idadi ya washambuliaji mbele ili kuwafanya walinzi wa Simba hasa wawili wa katikati, Ame pamoja na mwenzie Joash Onyango, wasiwe huru kiwango kile, sababu wale wanasaidia sana kuchezesha timu wakiwa wanapa mipira, wana supply mipira eneo la katikati, kwa maana midfield ya Simba. Hivyo build up ya Simba inaonekana kuwa bora sana, sababu wanapata mipira rafiki kutoka eneo la mwisho na wanatengeneza mipira rafiki na mbele, na kuzingatia wana switch maeneo, wana switch mchezo, lakini wakiwa na watu wanaokimbia na hasa Dilunga kutokea upande wa kulia. Kwa engine room ya Simba leo ni upande wa kulia, unless akibadilisha na Chama akiwa ni setter wa mpira, playmaker, chief playmaker ambaye anawafanya Kagera washinde kufanya maki. Kwa ujumla wake bado mechi na upande mmoja, hatujui mipango kazi. Baada ya kuingia kwenye vyumba badilisha nguo, Maxime kama mwalimu nafikiri atakuwa ameona mengine mengi na kubadilisha system of play ili kuwafanya Kagera wa balance mchezo na tuone mechi ya ushindani zaidi, tofauti na pesa hapo. Pako Saurasa no mix on party zone, wanakwenda City na Ibrahim wazaliwa upya kabisa. Moja ni kwamba kama tulivyosema kwamba lazima kuwe na uhai eneo la mbele, lakini inategemea sana eneo la katikati linatengenezaje mipira ambayo inawezekana ni rafiki wachezaji wenye uwezo wa Kagera hawa. Kwa hiyo unaweza kumwona Peter Mwalianzi toka mwanzo nilikuwa namuona wazungu wanasema na flop, yani anazagazaga, lakini pasi zake nyingi zilikuwa ni square na back pass, kitu ambacho kilikuwa anamfanya Yusuf Mwili anaonekana kama anatumia energy kubwa, lakini mipira haiendi kwa wakati. Sasa kumweka Vital Mayanga, anatafuta mtu ambaye anaweza anakidhi mahitaji ya kuwa striker nambari 1 kwa sifa, kupiga, kufunga, lakini pia kuhimili uwezo wa Joshua Onyango pamoja na Ame ambao wote kidogo wanaonekana wanaenda hewani, lakini wana kilo za kutosha ukipimana nao ubavu. Oscar Urasa Baraka Yusufu ambaye alikuwa ni mfupi. Na tumwambie tu msikilizaji kwamba hata kwa kutangaza mpira na umekuwa ukiangalia mpira ya ndani na nje, lazima sasa hivi wewe unaweza ukapewa timu ukafundisha, hata kama ni ya ndondo unamudu, kwa sababu technicalities za football unasijua, the science behind football. Nafundisha timu yangu ya Temboni kule kwa Wakulungwa na vijana wangu pale kina Kibwana anakwenda. Ni kweli, na haya ndio matunda na matokeo ya kuanza soka katika umri mdogo, lakini katika mpangilio maalum na utaratibu maalum. Juvenile programs hawa zinawasaidia Wazanzibari. Unaweza kuona wenzetu, ndugu zetu wa Zanzibar wote hata walioko hapa ni mafundi sana kwenye kukaa na mpira, mafundi sana kwenye kuondosha mpira, hasa touch ya kwanza kwenye akili yao. Kwa hiyo basics zile zinawabeba mno. Kwa hiyo kufika kwenye umri mkubwa kucheza soka la ushindani wanakuwa wapati tabu sana katika cooperate ama katika kutekeleza majukumu ya kimbinu na hasa ufundi mguuni mwao. Oscar Urasa. Eric Kiaruzi 15 jezi nambari kitasa stopa ya Kagera Sugar anaamua kupanda mwenyewe, anasogelea eneo la katikati ya uwanja, anamwekea Vita Mayanga, nyota zamani wa Ndanda ya pale mkoani Mtwara, alipoporomoka daraja akaona sio tabu. David Charles Luhende anamwekea Bruce Family Kasim, tuishaona siondoke tu kukaa Simba, hata kama unapata posho kama uchezi kipaji kinakuva. Nafikiri mwalimu kuna kitu kakiona ama message imekwenda kwa namna moja ama nyingine. Unamwona Ndemla ameaminiwa, anaanza na anacheza dakika 90 na ni mzuri, naonekana kabisa kipaji kipo, ila kilikuwa kinaoza na kupata kutu. Mwisho wa siku ingekuwa ni kutolewa kwa mkopo na baada hapo kwa heri. Hata ikieni ndio Dunga alishamba, alikuwa kwenye nafasi wazi. Kwa hiyo ndio hiyo tunasemaga the ball in the space, the man in the space. Sasa bahati nzuri Dilunga alitangulia, lakini akuendelea kukimbia deep kwenye penalty box hapa, ilikuwa offside. Akaamua kusimama akijua hakuna mlinzi jirani yake, ilikuwa ni kupiga side diagonal pass, shughuli ingekuwa imekwisha. Lakini ndio hivyo, Chama unajua tena
ukishajizolea ufalme upake rangi. Paka rangi. Biriani lazima liwe na rangi tofauti. Sasa blue, kijani. Touchline master. Mabadiliko ya kwanza kwa Simba anakwenda sasa baada ya kuugua amefanya mazoezi, nadhani tumesikia, tunaona kwenye habari. Sasa mwalimu anataka kuona ni kwa asilimia ngapi amereform, lakini pia anajaribu kuangalia partnership ya yeye na hawa walioko ndani, kwa sababu most likely Chama atakuwepo. Kwa hiyo anaweza kaangalia Birunga kwa anavyocheza, huenda akachukua nafasi ya mtu, sijajua Mixon kama atakuwepo au vipi, lakini anajaribu kuangalia pattern, kama pattern hii aliyokuja nayo mwalimu, kwa maana game plan baada ya tafiti ni Mgaru. Kwa hiyo kinaandaliwa kijiko kingine au spana nyingine kwa ajili ya shughuli ya Jumamosi. Hatutaki sababu. Hatuna haja ya sababu, na si wadau mpira tutaki, tunaondoa sababu. Asante sana Emmanuel Mwambete wa Ima Medics na Margaret Ngai. Na bahati mbaya mara nyingi wanapofika kwenye flanks, japo wanajaribu kwenda na ground football, ground movement, lakini wanajaribu kupiga high volley ama semi volley. Sasa volley kwa mabeki aina ya Joash na Ame, kwa vyovyote vile watakuwa wa kwanza kugusa ule mpira. Kwa hiyo ile second ball wanacheza wao, lakini kingine faida ambayo mwalimu ameiona, japo nafikiri amechelewa kufanya maamuzi, kubadilisha midfield, ameingia mtu ambaye anaweza kudrive, lakini pia tayari mipango yao imefeli, hasa mifumo, namna jinsi wanavyoingia kwenye robo ya mwisho na namna jinsi ambavyo wametumia viungo wao, kwa sababu wanakimbia goli wakirundikana baadhi kulia na wengine kushoto. Kwa hiyo Ame na mwenzie Joshua wameendelea kupata aueni katika kucheza, lakini pia unamwona fullback wa kulia Kapombe akiwa na switch, anakwenda kufinya eneo lile, akipunguza wigo kati ya beki na beki wake, kati ya Joshua na Ame, kitu ambacho kinakuwa ni shida sana kupenyeza mipira. Lakini bado wanasema mpira dakika 90, Simba anaweza kufanya kosa tu, blanda kizembe, Kagera wakapata faida, wakaitumia na ikawa faida kwao, walao kuondoka na bao moja. Oscar Urasa, ile nguvu ya mshambuliaji ya Simba sio ile, kwa sababu hawaendi deep, wanaishia juu kidogo ya mstari wa katikati. Acha tuone hii nafasi kwa vijana wa Kagera na Katama ridadi defender Ibrahimu Amea na Mbwata. Hizi imechezwa madhambi, kabumbu lipigwe kwenda kwenye lango la Kagera Sugar. Kila mbinu alo haraka. Mechi ilikuwa nzuri, naweza kusema ni kama wamegawana wa 50% kwa 50. Simba kacheza sana kipindi cha kwanza na akiwa amepata mabao mawili yote ya kuongoza. Nadhani wanasema biashara asubuhi, hiyo nadharia inaweza ikawa imeweka au imefanya kazi, sababu second half hakuweza kucheza mpira ule, na baadaye walijua ugumu wa Kagera ambao wanacheza mpira mzuri wa chini, lakini kilichoangusha Kagera muda mwingi ni kushindwa kuwa na plan B kwenye eneo la katikati, kitu ambacho kimemfanya Yusuf Mwilo ambaye anaonekana ndio key striker wao, ndio striker nambari moja, akawa anacheza zaidi pembeni na kutopata mipira kumfanya aweze kuonekana kuwa na madhara zaidi. Lakini kwa ujumla second half wamecheza Kagera, first half Simba. Mechi ilikuwa ni nzuri, mpira ulikuwa ni wa chini zaidi na kila mmoja akitumia vyote, mpira wa kasi, wakati mwingine slow down na kutumia nguvu pale kwenye bato ya 1-on-1. Lakini kwa ujumla ilikuwa ni mechi nzuri. 2-0 bado ni ushindani wa Kagera, licha ya kwamba nimehisi beki ya Kagera inavuja, na ndio maana mpaka sasa hivi wana migoli kibao ya kufungwa. Walikuwa wamefungwa magoli 11 na mawili ya leo 12-13. Sasa nadhani Meki anakacha ya kufanya kwenye kusuka ukuta ili kuwe na uwiano mzuri kwenye idara ya ushambuliaji. Wakifunga mabao basi walau wapunguze idadi ya mabao ya kufungwa ili kuleta tafsiri sahihi ya wingi wa mabao ya kufunga na kufungwa. Ukitoa pale unaweza ukabaki kwenye mstari bora zaidi kuliko kuwa kwenye mstari wa chini kutokana na kuruhusu mabao mengi. Kwako Oscar Urasa. Asante sana Teogenes Alex Kashasha, mwalimu Kashasha, touchline master. Asante sana Oscar Urasa. Tumsikilize kidogo mwenyekiti wa klabu ya Simba live TBC Taifa, tuzungumze matokeo yamepokeaje 2-0 dhidi ya Kagera Sugar ambayo imekusumbua mara kwa mara. Ndio. Sisi tumejipanga kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Tulijikwaa kwa Prison, tukajikwaa kwa Ruvu Shooting, tukajiuliza tumejipanga, na nimekuwa nikisema mara kwa mara, tunashukuru Mungu tulijikwaa mapema, tukapata muda wa kujitengeneza na kukaa tukatafakuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunakwenda kuchukua point 3 Jumamosi na dhidi ya Yanga tunakwenda kuchukua point 3, hazina mashaka. Mimi kama ninavyosema, naiogopa Azam kuliko Yanga. Yanga ni wapesi sana, na Jumamosi tunakwenda kuchukua point 3, tunakuwa na 22, atabaki anatudai point 1 ambayo tutaikava kwa mbele ya safari.
Naam, Oscar Urassa, nafikiri hatuna la ziada kutoka kwenye touchline. Ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Mwina Kaduguda, Saif Kaduguda, Simba Yuda, lakini pia tungezungumza na Kagera Sugar. Kuna baadhi ya viongozi wa Kagera Sugar pia na Nkurukumbi pia. Tuzungumze nao namna ambavyo mchezo umekwenda. Ango kwema. Hii ni TBC live tokea uwanja Uhuru. Kwema kabisa. Salama kabisa. Mchezo umepoteza Kagera Sugar. Unauzungumziaje kama kiongozi wa karibu wa Kagera Sugar? Matokeo tunapokea, ni pati ya mchezo, hatuna budi kuyapokea. Basi tunajipanga tena katika michezo ambayo itakayopata. Hali yenu sio nzuri, mnafungwa, mnashinda, mnafunga, grafu yenu inapanda na kushuka. Shida iko wapi? Nakaa vipi kuizungumzia hii kama viongozi wa Kagera Sugar, kisha kwamba timu mmesajili tumeona, lakini bado hamjakaa vizuri kwenye kila mechi ambazo mnacheza Kagera Sugar? Ndio mipira ndivyo ilivyo. Ukitizama hata kwa wenzetu Manchester United wamefanya usajili mzuri na nini, lakini bado hawapati matokeo vizuri. Vile vile Chelsea walianza vibaya, lakini angalau sasa hivi wanaanza wakaja vizuri. Kwa hiyo hii ni pati ya mchezo na sisi tutakaa, mwalimu nafikiri anaona kitu gani ambacho tunafanya makosa, atakuja atarekebisha. Na kazi kubwa ya kufanya dirisha dogo usajili. Hayo yote yanategemea na maono ya mwalimu atakachotuambia, na atakachotuambia sisi tutaweza kufanya kile ambacho anachokiita. Karibu sana, ambia Tanzania majina yako na cheo chako Kagera Sugar. Mimi naitwa Bwana Khalid, ni mjumbe katika kamati ya utendaji. Shukrani sana. Asante. Oscar Urassa, kazi kwako. Naitwa Tingo wa The Dynamic.